Tanzania na DRC ni nchi rafiki, jirani na washirika wa karibu sana. Kwa muda mrefu tumekuwa tukishirikiana katika nyanja mbalimbali ikiwemo biashara, uchukuzi na miundombinu. Takwimu mpaka mwaka jana zinaonesha kwamba nchi yetu imefanya biashara ya shilingi bilioni 794 takriban. Aidha, bandari ya Dar es Salaam imeendelea kuwa lango muhimu la biashara kwa nchi ya DRC, wakati nchi zetu zimeendelea kushikiana kupitia ushoroba wa kati au Central Corridor, ambao ni mtandao jumuishi wa usafirishaji unaounganisha DRC na masoko ya kimataifa kupitia bandari ya Dar es Salaam. Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, ni kwa msingi huo leo katika mazungumzo yetu na Mheshimiwa Rais Tshisekedi tumeupa umuhimu mkubwa mradi wa miundombinu jumuishi ya uchukuzi Multimodal Transportation Project. Mradi huu una umuhimu mkubwa katika kuunganisha bandari, reli, barabara na usafiri wa majini, na hivyo kupunguza gharama na muda wa usafirishaji wa mizigo kupitia ziwa Tanganyika. Ushirikiano huu pia utaongeza ufanisi wa ushoroba wa kati na kuchochea biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na DRC pamoja na nchi nyingine majirani zetu. Kwa sasa jitihada za kuendeleza miundombinu ya reli na vituo vya mizigo zinaendelea vyema, ikiwemo mwendelezo wa SGR kuelekea maeneo ya magharibi ambayo baadaye itaunganisha na nchi za Burundi na DRC. Tunaendelea pia na uboreshaji wa bandari zetu kwenye ziwa Tanganyika ikiwemo Kigoma na Kalemie. Mtakumbuka hivi karibuni nikiwa Kigoma nilizindua meli kwa ajili ya kutoa huduma kwenye ziwa Tanganyika, meli 4, na bado tunajenga nyingine 4 ili kurahisisha usafirishaji wa mizigo. Kama mnavyojua, asilimia karibu 60 au zaidi ya mizigo inayopita bandari ya Dar es Salaam ni mzigo wa DRC. Kwa hiyo ni lazima tuwe na vyombo vingi vya kusafirisha kwenye maji vitakavyoweza kubeba mzigo huo na kupunguza mzigo kule Dar es Salaam. Nitumie fursa hii kuipongeza serikali ya DRC kwa kuanza ujenzi wa barabara ya Kalemie Manono, ambayo pindi itakapokamilika itaunganisha zaidi mataifa yetu na kuchochea shughuli za kiuchumi kwenye nchi zetu mbili na ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati. Sambamba na hilo, kwenye mazungumzo yetu pia tumesisitiza umuhimu wa kuimarisha biashara kwa kuondoa vikwazo visivyo vya lazima, kuboresha huduma za mipakani na kuwezesha sekta binafsi kushiriki kikamilifu kadri fursa zinazojitokeza. Na tunashukuru kama tunavyofanya sisi hapa ili kuharakisha utekelezaji wa miundombinu hiyo. Katika hatua nyingine, nimemweleza Mheshimiwa Rais Tshisekedi kwamba sisi Tanzania tunazalisha kwa wingi bidhaa za kilimo, uvuvi na mifugo, hivyo tumewakaribisha kufanya biashara katika maeneo hayo pia. Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, Tanzania na DRC zina utajiri wa rasilimali za madini, na hivyo tumekubaliana kushirikiana katika maeneo hayo, kubadilishana uzoefu na ujuzi, jinsi ya uchimbaji, uongezaji thamani na hata masoko ya madini yetu tumekubaliana. Lakini vile vile tumewaalika waungane nasi katika kituo chetu cha madini kilichoko hapa kwa ajili ya nchi za Afrika Mashariki na Kati. Waungane nasi tubadilishane ujuzi, lakini pia tafiti katika kituo kile. Ndugu zangu wanahabari, kwenye mazungumzo yetu pia tumegusia masuala ya amani na usalama ambayo ni nguzo muhimu katika mustakabali wa maendeleo ya kanda na dunia nzima. Hivyo pamoja na kujadili hali ya usalama nchini DRC, nimempongeza Mheshimiwa Rais Tshisekedi kwa juhudi zake za kuleta amani na utulivu pamoja na kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto za kiusalama. Na tunaposema usalama ni usalama wa afya pia. Kwa nimempongeza kwa juhudi zinazochukuliwa ili
kupunguza makali ya magonjwa yale ya Ebola ndani ya DRC na kuwafanya wananchi waishi bila hofu na kuchukua hatua zinazofaa kupambana na magonjwa hayo. Nihitimishe ndugu zangu kwa kumshukuru tena Mheshimiwa Rais Tshisekedi kwa kufanya ziara hapa nchini. Ni matumaini yangu kuwa ziara hii imefungua ukurasa mpya wa kuimarisha zaidi uhusiano wetu wa kihistoria na ushirikiano wa kimkakati